tumebakisha siku 11 wakugolea kai amwekeile, kwa sababu isipokuwa ni Bwana tungekuwa mahali tuko siku ya leo. Najua Mungu ni mwaminifu, ni Mungu wa baraka nyingi sana. Kwa sababu hata wewe umebarikiwa. Najua umebarikiwa. Najua Mungu anakusaidia. Kugundoi. Amen. Mugate ngena. Kwa muramenya hale mundu arutitwo. Mukinanagira ha mugikunya na maiko. Na nije ndengakinya garuruke na magani negane. Haleluya. Wase watuombee. Amen. Ura ya Biblia hii. Tumpigie wasa makofi. Amen. Kujeni mtuombee. Amen.
Wanasifiwe. Adwaria vingu na holi mekoro njega kunoshiro nitha china bana tukuzwe nile boru hutagia goreno yako anu hutagia goro yako tik adwashu mekoro njega aduri magira ya goro hanogo eterajo fagaire girogosho tukiete wega nitondwa mwathani na hekari kali kuo sana ngora kore kiogo nigetha kuingira kuko Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa na thakame ya Jesũ nĩndagũtĩĩa nĩ tondũ wee wĩ mũtheru. Isaia 10:27 ĩrauga macoki mothe nĩ maunangĩkaga no nĩ kũhĩtũkĩra maguta matheru ma kĩgongona. Every kind of the obstacle I break it today in the mighty name of Jesus. Iwe ni ya ukoo nimeifunja siku ya leo, na kutoka saa hii ninatakasa huyu mtoto. Madhabahu zote zisikawe sikinena ndani yake katika jina la Yesu. Na kwa kuwa ni wewe ulisema ya kwamba kile ambacho tutafungua utakifungua, nimemfungua katika familia zao, nimekata kitoko cha familia zao, na kwa hivyo Mungu utukuzwe na uinuliwe. Kutoka siku ya leo nimemficha katika siri zako. Waisi hawawezi wakamuona, wachawi hawatamuona, waganga hawatamuona. Kutoka siku ya leo wenye majini hawatamuona katika jina la Yesu. Na kutoka siku hii Mungu nimebadilisha hali zote, na majina yale yalikuwa naitwa akaitwe mbarikiwa. Kutoka siku ya leo ninanena amani, ninanena furaha. Ngome za magonjwa hasitampata, ngome za uchawi hasitampata katika jina la Yesu. Uinuliwe ni kwa sababu wewe ni mwema. Asante Mungu ni kwa sababu wewe ni mtakatifu. Majogi yote nimeifunja katika jina la Yesu. Nimefunja mikakati yote, sauti zote yalinenewa, nimeifunja siku ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Na waachilia moto ukalambie nguvu zote katika jina la Yesu, ukainuliwe na utukuzwe Mungu. Kwa jina la mwana Yesu Kristo ninaomba na kukuheshimu. Amen. Amen.
Haleluya. Bwana asifiwe. Ambia mwenzako, Mungu amenihurumia na mimi nimebaki. Praise the Lord. Amen. Nataka kuongea habari ya mtu yule ambaye hatendi mapenzi ya Bwana. Mundu ule mwaganu ama mtu mwovu ataishi kabla hajaadhibiwa. Praise the Lord. Nimeokoka, Yesu ni Bwana na amenipa tumaini na amani, nayo furaha yake iko ndani yangu, kujua kwamba si dhabihu nzuri nimetoa, bali ni kibali, na ninashukuru Mungu kwa sababu ya hilo jambo. Najua ya kwamba wengi tulikuwa na wao jana, lakini siku hii ya leo hawako. Praise the Lord. Amen. Si kawaida. Jina la Bwana lipewe sifa. Na si jambo tumefanya ikawa imekubalika, lakini tumehudumiwa na Bwana na ametupa neema. Bwana asifiwe. Nataka tufungue kitabu cha Methali 11:21. Methali 11 na ninataka tusome mstari ule wa 21. Hallelujah. So, Yeah. 11 21. mstari wa 21. Hakika mtu mwovu atakosa adhabu, bali wazao wenye haki wataokoka. Hakika Mtu mwovu hatakosa adhabu, lakini bali wazao wenye haki wataokoka. praise the Lord. Hii ni methali iliandikwa na mtu ambaye alikuwa na hekima mingi, mtu ambaye alipitia mambo mengi, mtu ambaye alipewa hekima na maarifa ni Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Na alipokuwa akiandika aliona ya kwamba kuna ghadhabu ndani ya uovu. Praise the Lord. Amen. Na wenye uovu lazima waghadhabiwe. Haleluya. Amen. Na ndio wakafunulia watu ya kwamba mwenye uovu lazima aghadhabiwe. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Sijui utachukua hili neno namna gani? Ghadhabu ni nini? Praise the Lord. Amen. Lazima tuelewe ya kwamba yeyote aendaye kinyume na mapenzi ya Bwana si mwana wa Mungu. Praise the Lord. Amen. Kwa sababu Yohana 1:12 inasema wale walikubali wakapewa ruhusa waitwe wana wa Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Nao mstari wa 11 unasema alikuja kwa watu wake mwenyewe, lakini watu wake mwenyewe
hawakumpokea. Praise the Lord. Kumaanisha nini wapendwa? Iwapo hautapokea Bwana, kuna ghadhabu ambayo umewekewa. Praise the Lord. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Kama umekubali Bwana, kuna ghadhabu nayo pia umewekewa, sababu kuna uzima wa milele. Haleluya. Amen. Hukumu itakuwa pande zote mbili. Bwana sifiwe. Amen. Lakini nataka tukubaliane ya kwamba ndani ya nyumba ya Bwana, iwapo tutaenda na njia zake, lazima ghadhabu iondoke juu yetu, kwa sababu hiyo ni agano. Praise the Lord. Amen. Mwana wa Mungu Yesu Kristo alidhihirishwa ndiposa tupate uzima. Praise the Lord. Amen. Na akaletwa ndiposa tuwe na amani katika mioyo yetu. Ni kwa nini tunakujaga katika madhabahu? Praise the Lord. Amen. Kwa sababu hapa ni kimbilio. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Na katika hali hii tunapokimbilia hapa, lazima tuweze kushinda yale yote inaongeaga katika maisha yetu. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. If you want to conquer every kind of the problem, torokea katika madhabahu. Praise the Lord. Amen. Wengi wanatorokea katika vilabu. Ukitoka hapa uende hapa shelter leo, utakuta imejaa sana. Si kusema ni kutaka wanataka kukaa huko. Haleluya. Ni vile wamesukumwa na mambo na maisha, anaona vizuri akimbilie shelter, kwa sababu hapo ndipo anafikiria atapata amani. Praise the Lord. Lakini amani pale haiko. Jina la Bwana lipewe sifa. Badala ya amani ni hasara juu ya hasara. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Na ndio Suleimani akasema mtu muovu hataishi kabla hajaghadhibiwa. Bwana asifiwe. Amen. Tunapofanya maskani zetu katika madhabahu, lazima naye Mungu awe akitutembelea katika maisha yetu. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Time have come for us to understand vile tutakaa. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Ghadhabu ni nini? Ama kutokuwa mwenye haki ni nini? Bwana asifiwe. Amen. Ni kujiongoza ama kujipeleka na mawazo yetu. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Tunamuona mtu anaitwa Yona aliposungumuziwa, akaambiwa, Yona, inuka nikutume Nineve, uende uwaambie ni siku 40 hiyo kijiji nikiangamize. Praise the Lord. Amen. Yona alisikia sauti ya Mungu. Yona alielewa ni nani anaongea na yeye. Yona alielewa ni wapi ameambiwa aende. Praise the Lord. Amen. Lakini kwa sababu ya kujifanya mkatili na akafanya hataki kusikia vile Mungu anasema, alienda Tarishishi. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Huyu ni mtu ambaye anaweza kuitwa mtu si mwaminifu, ni mharibifu. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Tulipokuwa tukiongea habari ya roho, niliwaambia ya kwamba roho ndio inakuwa na uamuzi. Praise the Lord. Amen. Yona alipokuwa mahali pale alisikiza vizuri sana, lakini kuinuka ili aende, alienda akakata merikebu ya Tarishishi. Praise the Lord. Amen. Na akakaa pale. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Baada ya mtu kuwa mkatili, kuna
Haleluya. Amen. Sababu lazima kuwe na uharibifu, lazima kuwe na mambo imeharibika, lazima kuwe na mambo imekwama, lazima kuwe na mambo imesimama hivyo. Praise the Lord. Amen. Kwa sababu Mungu akitaka kuongea, anataka kuongea katika roho safi. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Na ndio sababu nasikia huyu mtu hawezi fanikiwa. B yake B mtu mwovu, Bali wazao wa wenye haki wataokoka. bali wazao wa wenye haki wataokoka. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Mambo ni mawili, ukubali usikubali, kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Uwe mwenye haki ama uwe mkatili, ndiposa usaliwe kile ambacho kinahitajika usaliwe. Praise the Lord. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Hebu tusome Methali 16 mstari wa 5. Methali 16 mstari wa 5. Mithali 16 mstari wa 5. Yes. Kila mwenye moyo wa kiburi ni chukizo kwa Bwana. Macho ya Bwana, naye huyo mwingine Hakika hatakosa adhabu. Praise the Lord. Hata urithi uzima wa milele. Unasikia shosho usiku wote hakulala. Bwana asifiwe. Anaambiwa, anaitwa, na kwa sababu yeye ni mwenye hukumu, anahukumiana. Praise the Lord. Sitatoka. Haleluya. Na roho inafurahia kusema hivyo. Bwana asifiwe. Lakini baada ya hiyo, mshahara aliyopata ni kukosa usingizi usiku mzima. Bwana asifiwe. Lazima uonye roho yako. Roho ambayo ni ya kiburi ni chukisho mbele ya macho ya Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Na wakati huo unafanya hivyo, unasikiaga ukiwa na sheria, ukoragwo na kihoto kiega muno, ni mutoyo uria areka tiguo kwagirire, na riu ningi ni anduma ni atumana. Bwana asifiwe. Hapana, kwanza fanya mema baada ya hiyo, ili naye ajielewe. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Mwenye kiburi hata ingia. Bwana asifiwe. Amen. Lakini wenye haki, kuna wakati utafika, wakati uko katika taabani, naye akuje ndiposa akuokoe. Jina la Bwana lipewe sifa. Hata ishi bila kughadhibiwa. Bwana asifiwe. Amen. Wapendwa, ni lazima tujielewe ni lawama gani unayo siku hii ya leo. Ni jambo gani imesimama mbele yako siku ya leo? Unastakiwa na Mungu na Roho wa Mungu nini siku hii ya leo? Haleluya. Eke mwathani araguthitangira, mwathani arogocu. Lazima tupeleleze roho. Iwapo Roho wa Bwana ako ndani yako, lazima ukielewa na hukumu. Praise the Lord. Na hukumu ya Bwana inaponena ndani yako, lazima uelewe ni nini inaendelea. Jina la Bwana lipewe sifa. Mtu akiwa na Roho wa Bwana, maisha yake anakuwaga akijielewa. Haleluya. Hata akichukua hatua aende afanye kitu, Roho ya Bwana inamuongeleshaga. Jina la Bwana lipewe sifa. Ili asitumbukie, kwa sababu mtoto wako wakati unaongeaga mema juu yake. Praise the Lord. Na unampenda, lazima umuelekeze kwa njia ambayo inastahili kuelekewa. Haleluya. Hivyo ndivyo hata sisi watoto wa Mungu lazima tujielewe
na tuelewe ya kwamba kuna ghadhabu kwa wakatili. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Tunaenda kumalizia mwaka, lazima ujiulize, je, ni mazao gani nimezaa katika maisha ya mwaka huu? Mwaka huu ni nini nimenakili katika kitabu cha Mungu? Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Inastahili ujiulize yale maswali yote. Mwaka umekwisha. Ndani ya nyumba ya Bwana nimefanya nini? Ndani ya nyumba ya Bwana ni nini nimebadilisha? Ndani ya nyumba ya Bwana ni nini nimefanya nikaweza kukubalika? Bwana asifiwe. Amen. Tumeambiwa ya kwamba Ezekieli alipokuwa ameambiwa ya kwamba atakufa, jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Akapokea kifo chake, yeye mwenyewe hakukanusha. Lakini wakati nabii Isaya aliondoka, naye akageuka kwa ukuta, akamwambia Bwana, tazama, nimeenda kwa njia zako. Bwana, tazama, haya mambo niliyafanya. Bwana, tazama, hii hali ni mimi niliifanya. Praise the Lord. Amen. Mambo yale alinakili yote ikaonekana. Bwana asifiwe. Amen. Uliza mwenzako, ni nini imenakiliwa mbinguni kwa ajili ya mwaka huu kwako wewe? Praise the Lord. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Hallelujah. Amen. Ni wakati mwema wako wa kujielewa. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Ni lazima tuwe tukikaa tukijisikia. Bwana asifiwe. Amen. Ndiposa mapenzi ya Bwana iwe ikitunenea. Hallelujah. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Mtu ambaye anayo roho. Hebu soma mstari huo wa 5 tena 16:5. Kila mwenye moyo wa kiburi ni chukizo kwa Bwana. Kila mwenye moyo wa kiburi ni chukizo mbele ya uso wa Bwana. Hallelujah. Amen. Hakika hatakosa adhabu. Na ni ukweli. Huyu mtu huyo hatakosa adhabu. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Hiyo ni Methali imeandika. Hebu tuende kitabu cha Zaburi 40. Mstari wa 4. Psalms 40 verse 4. Zaburi 40 mstari wa 4. Heri aliyemfanya Bwana kuwa tumaini lake. Heri aliyefanya Bwana kuwa Kuwa tumaini lake. Heri aliyefanya Bwana kuwa tumaini lake. heri yule ambaye amefanya Bwana kuwa tumaini lake. Bwana asifiwe. Amen. Kwa nini? Wala hakuwaelekea wenye kiburi. Bwana asifiwe. Amen. Wala hao wanaogeukia uongo. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu yeye hakugeukia wale wenye kiburi, na wala hakuenda kwa wale ambao wanaongeaga uongo. Bwana asifiwe. Amen. Tumenaswa. Jina la Bwana lipewe sifa. Uongo ndiye kale kachia kafupi sana kakuingia jehanamu, na tumeingia sote. Ni neema na upendo wa Mungu unatutoaga huko. Bwana asifiwe. Amen. Si ngumu sana kuona ya kwamba kila siku unaongea uongo kidogo. Haleluya. Amen. Wengine wanasema ni uongo kidogo ya kujiokoa. Wengine wanasema ni uongo kidogo ya kujitoa katika mashakani. Praise the Lord. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini mwenye kiburi na mwenye uongo na mwenye kudanganya na mwenye kujiinua hawako na nafasi katika jiji kuu ambalo tumeandaliwa na Mungu wetu, mahali tunaenda mbinguni.
Bwana asifiwe. Ni wakati wako mwema wa kujiepusha, na ni kitu rahisi sana. Haleluya. Amen. Kusema raha sina. Bwana asifiwe. Amen. Ona tutonyaga mageni-inĩ ukihe ciringi 200 haha ngiri nĩ rakwarĩria ĩ mũhuko, na huyu anataka 200. 1000 inaanza kukuongelesha, na nyamaza, unafikiria, unasema hapana, hata mimi sina, nataka. Sema hapana, ile pesa ninayo iko mahali nilikuwa napeleka. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu hata ukimwambia hauna, hiyo 1000 inakuongelesha, na ndio inatangulia kukuhukumu. Bwana asifiwe. Amen. Nilo hapa nilia Mungu tu inasia. Haleluya. Amen. Kwa sababu inanenaga ikiwa kwa mfuko, inakuita muongo wewe. Praise the Lord. Jina la Bwana lipewe sifa. Mungu atusaidie. Bwana asifiwe. Amen. Twende kitabu cha Methali 6:16. Methali 6:16. Yeah. Methali 16. Yeah, 6:16. Sawa. Kuna vitu 6 anavyovichukia Bwana. Praise the Lord. Sasa hapa ndipo maneno iko siku ya leo. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Kuna mambo 6 ambayo Mungu anachukia. Moja. Naam. Viko 7 alivyochukizwa kwake. Na imeongezeka ingine 1 ikawa sasa ni 7 ambayo anaonanga ni chukizo kwake. Nini? Macho ya kiburi. Macho ya kiburi. Simama hapo. Praise the Lord. Amen. That is one. Macho ya kiburi haiwezi ruhusu mtu akubalie dada yake apite. Haleluya. Amen. Macho ya kiburi haiwezi kuruhusu mtu apate nafasi njema katika maisha yake. Macho ya kiburi inafanyanga watu wengine wasuie wale wengine wasinawiri. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Macho ya kiburi ndio inafanya mtu atende dhambi. Macho ya kiburi inafanya mtu asiinuke hata yeye mwenyewe. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Hiyo ni jambo moja Mungu anachukia. Ulimi wa uongo. Wingi. Ulimi wa uongo. Ulimi wa uongo. Praise the Lord. Amen. Ametuambia ni 6 yale ambayo anachukia, lakini ni 7. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Ya kwanza tumeambiwa ya kwamba ni macho ya kiburi. Ya pili ni ulimi wa uongo. Bwana huchukia sana. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Maisha yetu tutakaa namna gani wapendwa? Kwa sababu ulimi huu utatutumbukiza. Praise the Lord. Amen. Na ulimi huu ndiye una baraka zako. Ulimi huu ndiye una laana yako. Bwana asifiwe. Neno limetuambia ya kwamba ulimi ambao umejawa na uongo. Praise the Lord. Amen. Lazima tujiadhari na ulimi wetu. 3. Na mikono imwagao damu isiyo na hatia. Mikono imwagao damu isiyo na hatia. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Ni kwa nini shosho hakulala? Praise the Lord.
Bwana asifiwe. Ni mikono, kwa sababu mawazo yetu inaweza kuwa mikono, na kwa sababu yeye utafuta Mungu ndiposa akamilike. Sasa kwa sababu hiyo alikataa kwenda, sasa inamuongelesha mikono imwagao damu isiyo na hatia. Praise the Lord. Amen. Kunena mtu uongo, Bwana asifiwe, ni kumwaga damu ya moyo wake. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Kujaribu juu chini kuona ya kwamba mtu ameanguka. Hallelujah. Amen. Ni mikono imwagao damu. Wakristo wengi wameangukia katika huu mtego. Praise the Lord. Amen. Wengine hawajaua, lakini wameua kwa hili neno. Mawazo mabaya, unapowaza mwanadamu ama unapowaza mtu, ni kumuua na kumwaga damu ya moyo wake. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. For Moyo uwazao mawazo mabaya. oh, praise the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tutafanya nini wapendwa? Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Baraka nyingi zetu zimekwamia hapo. Ati moyo uwazao mawazo mabaya. moyo uwazao mawazo mabaya. Bwana asifiwe. Amen. Hapo ndipo sasa mambo iko. Unapowaza mawazo mabaya, Mungu hata kama alikuwa ndani yako, lazima atoke aende, akuache na mawazo yako. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Na hii ndio sababu mnaona mambo mengi haifanikishwi. Hii ndio sababu mnaona mambo mengi haitimiliki. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Mambo 6 na 7 iko 5. Miguu iliyo nyepesi kukimbilia maovu. Mwadhani wa moyo. Praise the Lord. Amen. Miguu yako inachukiwa na Mungu wakati unakimbia, ukienda mahali kwa maovu. Praise the Lord. Amen. Kwa hivyo Mungu heshimu miguu inayotembea ikikimbia iende ikabariki mtu. Mungu hufurahishwa na miguu ambayo inatembea ikikimbia ikafanye kitu ambacho kitamuokoa mwanadamu katika maisha yake. Hallelujah. Amen. Miguu ambayo itakimbia iokoe mtu ambaye alikuwa na njaa. Miguu ambayo itakimbia iende iokoe mtu ambaye alikuwa amefika mwisho. Lakini miguu inayokimbia ikatenda uovu, Mungu huichukia. Praise the Lord. Amen. What shall we do? Wapendwa, lazima tuchunge miguu yetu. Lazima tuchunge mawazo yetu. Lazima tuchunge njia zetu, ndiposa tuwe watu wakamilifu. Hallelujah. Amen. Ya 6, umefika miguu. Shahidi wa uongo asemaye uongo. Praise the Lord. Amen. Si hawa ndio wamejaa hata kwa koti. Unaona mtu amesimama vizuri sana na nashuhudia uongo, haujafanya. Hallelujah. Amen. Hapa sasa ni Mungu anaongea kwa ajili ya Wakristo. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Hallelujah. Amen. Lazima tujielewe wapendwa. Na ya 7 ile alikuwa amenena habari yake akimalizia, Naye apandaye mbegu za fitina kati ya ndugu. mwathani wa moyo. Praise the Lord. Amen. Apandaye mbegu za fitina ndani ya mtu.
Jina la Bwana lipewe sifa. Kuna watu tulikuwa na wao hapa. Haleluya. Na walipopandwa mbegu za fitina wakatuacha. Praise the Lord. Amen. Na mwenye kupanda hii mbegu siku ya leo hatuko na yeye. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Mbegu ya fitina inapopandwa ndani ya mtu ni vibaya, Mungu anachukia. Neno limesema ya kwamba Mungu anachukia haya mambo yote. Nasi lazima tujiulize, je, ni nini tunapandanga katika maisha yetu? Praise the Lord. Amen. Tuikagati. Hallelujah. Ndiposa tuweze kubarikiwa. Ni nini inatulasimu tufanye? Hebu twende Methali 3:34. Methali 3:34. Mithali 3:34. Hakika yake huwadharau wenye hakika yake huwadharau wenye dharau, bali huwapa wanyenyekevu neema. Hakika yake huwadharau wenye dharau. Hakika yake huwadharau wenye dharau, bali huwapa wanyenyekevu neema. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo mtu wa Mungu utakaa namna gani? Haleluya. Amen. Lazima uchukie dhambi. Lazima ukatane na dhambi. Lazima uondoke kwenye dhambi. Lazima ujaribu juu chini usiongee dhambi. Iposa mapenzi ya Bwana iweze kudhihirika. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Mungu akiongea maneno haya 6 na ni 7, alikuwa na uchungu mwingi sana. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kwa sababu moyo wake unachukia hayo maneno. Na haya mambo yote inapikiwa katika roho. Kwa hivyo roho yako lazima utake control. Praise the Lord. Hebu tuende kitabu cha Zaburi 34:8. Psalms 34:8. Zaburi 34:8. Yeah. Nasema hivi: wajeni muone ya kuwa Bwana yu mwema, heri mtu yule anayemtumaini. Ojeni muone ya kuwa Bwana yu mwema. Bwana asifiwe. Hata kama kuna mambo 6 na ya 7, neno limetuambia ya kwamba ojeni shamai muone ulia mwega. Praise the Lord. Amen. Na wakati utakubali kuonja, utaondoa yale mambo ingine yote, kwa sababu utamu huu wa Yesu utabadilisha hali zako zote na utaondoa dhihaka zako zote. Praise the Lord. Jina la Bwana lipewe sifa. Ni kumaanisha ya kwamba tunapoonja Yesu tunaona utamu, tutasikia utamu, na tukisikia utamu wake mambo yake yote nayo itakuwa zuri. Mkono wa Bwana utakuwa pamoja nasi na neema ya Bwana itakamilika. Watu wa Mungu, ni tangu lini tutaishi katika mateso? Watu wa Mungu, ni tangu lini tutaishi katika njia zetu? Watu wa Mungu, ni tangu lini tutaishi na mawazo yetu? Lazima tuondoe mawazo yetu. Lazima tukubali kuondoa njia zetu, ndipo utamu wa Bwana uweze kuingia ndani ya mioyo yetu. Na mnaelewa na mnajua kitu kinachokuwa na utamu kina raha katika maisha ya mwanadamu.
Praise the Lord. Amen. Hata akikaa katika ile hali anafurahiaga. Hata akienda katika ile hali moyo wake hausononeki. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo Daudi naye ndiye alisababisha hayo, akawaambia watu onjeni. Haleluya. Na tukishaonja utamu ule ambao tutasikia utakuwa ukitufanikisha. Hebu twende kitabu cha Zaburi 84 mstari wa 12. Haleluya. Amen. 82 mstari wa 12. Yeah. 84 mstari wa 12. Zaburi 84 mstari wa 12. Bwana wa majeshi. Bwana wa majeshi. Heri mwanadamu anayekutumaini wewe. Heri mwanadamu anayekutumaini wewe. Praise the Lord. Amen. Kwa hivyo hapa tunahimizwa nini? Bwana asifiwe. Amen. Tunahimizwa tumtumaini. Na ndipo tuweze kujiepusha na ghadhabu. Ndipo tuweze kujiepusha na madhara ya kutokuingia mbinguni. Ndipo tuweze kujiepusha na mapenzi ya waharibifu. Bwana asifiwe. Amen. Ili tuweze kuingia. Haleluya. Amen. Ukisikia pale 38 alikuwa anatuambia tuonje utamu ambaye ni wake. Twende 101. Zaburi na mstari wa 5. 101 mstari wa 5. Zaburi wa 1 mstari wa 5. Yes. Amzingizie jirani yake kwa siri, huyo nitamharibu. Mwenye macho ya kiburi na moyo wa majivuno, huyo sitavumilia naye. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Pale hawakupewa ghadhabu, lakini hapa ghadhabu imepatikana. Jina la Bwana lipewe sifa. Iwapo wewe una macho ya kiburi, Mungu anamaliza na kusema ya kwamba sitakuvumilia. Praise the Lord. Anakosa kukuvumilia kufanya nini? Bwana asifiwe. Akupewa ghadhabu yako sasa. Bwana asifiwe. Amen. Maisha ya mwenye kiburi Mungu hataikubalia ama hataivumilia. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Wapendwa, lazima tugeuke. Njia zetu lazima tunyoshe. Lazima tupite mapito ya Bwana. Lazima tutubu dhambi zetu mahali ambapo tumeenda na njia zetu. Mwaka huu unapoenda kuisha, maisha ya mioyo yetu iwe na amani. Katika hali ile barabara tuende tuvuke na amani. Ndipo tukanapoingia mwaka ambao unapokuja, na mwaka huo upate kutukubali. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Uliza mwenzako utafanya nini wewe? Hallelujah. Amen. Twende kitabu cha Zaburi 138 mstari wa 6. 138 verse 6. Zaburi 138 verse 6. Yes. Ikawa Bwana yuko juu. Yeah. Ikawa Bwana yuko juu. Hata kama Bwana ako juu, Amwona mnyenyekevu. yeah. Amwona mnyenyekevu. Bwana asifiwe. Amwona. Praise the Lord. Amen. Naye amjua mwenye kujivuna tokea mbali. Bwana asifiwe. Amen. Hata kama Bwana ako juu, anamuonaga unyenyekevu. Kwa hiyo basao ya unyenyekevu ndio itasaa kuokolewa kwako. Moyo wa kiburi chako ndiye utafanya hukumu yako uhukumiwe. Bwana asifiwe. Anakuonaga. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Na nitufanye nini wapendwa? Katika
katika hali hii tutafanya nini? Praise the Lord. Amen. Lazima nasi tujiulize, what are we after in heaven? Praise the Lord. Ili nayo kile ambacho tunahitaji mbinguni nacho tukitunze. Bwana asifiwe. Dhahabu inakuwa nzuri na ni ya dhamana kubwa sana ikionekana. Haleluya. Lakini mahali inatolewa na vile inaoshagwa na moto. Jina la Bwana lipewe sifa. Wapendwa, siku hii ya leo lazima utunze moyo wako. Haleluya. Lembesha moyo wako, kwa sababu Bwana atakapokuja atatazama yale yako huko nje, atatazama mawazo yako, lakini moyo wako atautazama, ndiposa aweze kukuhukumu, na ndipo uweze kuwa na wakati wa kwenda mbinguni, la hasha ya kwenda katika moto wa milele. Bwana asifiwe. Amen. Siku ya leo mpendwa, ni wajibu wako ukate kauli, useme ya kwamba nitajitayarisha. Haleluya. Siku ya kiama iko karibu, na siku hii itakapokuja, neno la Bwana linasema ya kwamba itakuwa na hatari, kwa sababu wengi watasema hii siku singeitaka. Katika siku hiyo wengi watasema hii siku singeitaka hata kidogo. Bwana asifiwe. Na hii sababu Bwana ametuamurisha tuondoe mawazo yetu mbele zetu, ndiposa tutende kusudi na mapenzi ya Bwana, ndipo njia yetu inyooke, mkono wa Bwana upate nafasi, nalo neno lake lituongoze, ndipo tuweze kukamilika. Hallelujah. Amen. You cannot be complete without the Holy Spirit. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Isaya anasema namna gani? Isaya 65 mstari wa 5. Hallelujah. Gayoyo wa akiroho demwendete. Isaya 65 mstari wa 5. Gayoyo wa kiroho demwendete. Gayoyo wa kiroho demwendete. Demwendete na mwadhani na ngoro yakwe kamwenda. Isaya 65 mstari wa 5. Yeah. Watu wasemao, simama peke yako, usinikaribie mimi, kwa maana mimi ni mtakatifu kuliko wewe. Bwana asifiwe. Amen. Haya. Watu wengine husema usinikaribie mimi, kwa sababu mimi ni mtakatifu kukuliko. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Watu hao ni moshi puani mwangu. Wao ni moshi puani mwa Bwana, Moto uwakao mchana kutwa. moto uwakao mchana kutwa. Praise the Lord. Amen. Wapendwa, kile ambacho chochote umeunda, ukitaka kukimaliza utakimaliza. Praise the Lord. Ukitaka kukiangamiza utakiangamiza. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Kwa sababu wewe ndiye una uamuzi wa kila kitu. Ni wakati wako mwema wa kuelewa utaenda namna gani, ama kutaandamana na Bwana namna gani. Bwana asifiwe. Amen. Kwa kuwa hata kama hautarekebisha, mtu muovu hataishi kabla hataghadhibiwa. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo uovu wako lazima urekebishe siku ya leo. Mapenzi ya Bwana ipate nafasi, ndiposa muweze kuandamana pamoja na Bwana. Bwana asifiwe. Amen.
ni kwa kuwa yeye ndiye jemedari ambaye atakulinda katika maisha yako. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Tusimame na miguu yetu. Asante Yesu. Neno la Bwana limetunenea. Ningetaka tunyenyekee mbele za Bwana. Tumpe mawazo yetu, ndiposa aweze kutawala mioyo yetu. Baba, sisi tunakuabudu, umejawa na rehema na neema tele. Umejawa na rehema na neema tele. Bwana, sisi tunakuabudu. Wewe ni baba yangu, uinuliwe na utukuzwe, uinuliwe na utukuke. Ni asante Bwana kwa sababu ya neno lako siku ya leo. Jehova Mungu, nishike mkono, niongoze baba yangu, nenda pamoja na mimi kwa sababu wewe ni Jehova. Jina lako liabudiwe, jina lako litukuzwe. Oyogosh wadenga. Ni asante kwa sababu ya mwaka mzima baba yangu. Umekuwa Mungu wangu, umekuwa ukienda pamoja nami. Umesaidia moyo wangu ukakuwa neema. Umenisaidia Jehova Baba na kupenda roho yangu yote. Jina lako liabudiwe. Ni asante kwa sababu ya mtakatifu. Nisaidie Roho Mtakatifu kushika neno lako na kulishikilia na kweli. Na neema yako itoke juu yangu my Father. Ulimi wangu uangalie maeridima. Nigeza mikari ya utanikai wa kigogona. Uangalie miguu yako my Father. Nisiende kule utakinie maerina. Ni asante kwa sababu utaniongoza. Ni asante kwa sababu utanibariki. Ni asante kwa sababu utaniinua. Na kungojea kwa sababu ya mtakatifu. Kumbuka kanisa lako Jehova. Tuwedie kulina mwaka mwadhani. Nikojiheza kuna tuendelea kungaiwa igoro. Dukani kanoni mawega manetokeza mwakoyo. Usisahau baba yangu. Usisahau Roho Mtakatifu. Ukitembelea watu wako Jehova Ridimo. Usisahau na kanisa lako Maerina. Usisahau na watu wako Jehova. Tukuruka Maerinimo. Niweka tono inga yote hotamu. Nitukurokeza munanga. Sogoteta muna roho modelu. Niturakumira toka kwa shareto ya kunga. Manuelu enga ibiti. Unastahili kutukuka na kuinuliwa. Na ungetaka kusema ya kwamba siku hii nimetoa moyo wangu kama dhabihu katika jina la Yesu. Ningetaka uchukue hatua ukuje hapa mbele tuombe pamoja na wewe. Uko katikati yetu, kuna jambo limekuwa shida yako na imeinuka kinyume na maisha yako siku ya leo. I want to pray with you now in the mighty name of Jesus. Macho ya kiburi Mungu anaichukia. Mwenye kusingizia uongo Mungu anauchukia.
I don't know where you are attached. Oh Jesus. Sijui umenaswa mahali gani. Nataka kuomba na wewe. In Jesus. Katika jina la Yesu. Oh, hallelujah. Hallelujah. God, I thank you. I worship you. Nataka kuamini na tukaweza kuomba. Baba, katika jina la Yesu. Yes. Wewe ndiye umetunenea. Na wewe ndiye umetuambia utatuepusha na mitego ya yule mwovu shetani. Tumenyenyekea miguuni mwako. Oh Jesus. Ili kusudi Mungu na Baba yangu, mapenzi yako Bwana itutawale. Yes Lord. Nawe ukaonekane katikati yetu. Inuliwa utukuzwe na uabudiwe. Uinuliwe Bwana. Baba, tumekupa mioyo yetu. Ndiposa Bwana uitawale. Ndiposa uonekane juu yetu. Yes. Mapenzi yako Mungu ionekane ikinena katika maisha yetu. Oh Jesus. Na kutoka mahali hapa sasa, Bwana, miguu yetu ikaiteke. Yes. Ndiposa iwe ikikimbia kwenda kutenda mema kila mahali tunaenda. Oh Jesus. Na ndipo Mungu uonekane katikati yetu. Ni asante kwa sababu wewe ni mtakatifu. Tukumbuke asubuhi ya leo. Tukumbuke adhuhuri ya leo. Ipo mkono wako Mungu tunenee. Mapenzi yako Bwana idhihirike. Yes. Katika jina la Yesu. Jesus name. Bariki kila mmoja wetu Bwana. Tupe moyo safi. Ndiposa Baba na Mungu wangu awe akikuhudumia wewe mwenyewe. Ni kwa sababu umesema heko. Yes. Wale ambao watakuwa wako Bwana. Na kwa hivyo Mungu na Baba yangu, tunanyenyekea miguuni mwako. Tukitubu dhambi zetu. Tukitubu mawazo yetu. Tukitubu kujiongoza. Ndipo nawe upate ushukani. Na uchukue ushukani utuongoze. Kwa sababu wewe ni mwema. Ni asante Mungu siku hii. Ni kwa sababu utakuwezesha. Tumebariki siku ambazo zimesalia mwaka huu uishe. Mungu na Baba yangu, siku ya leo ninaitakasa mikononi mwako. Baba, tulinde na uhifadhi mioyo yetu mikononi mwako. Ndipo Baba tuweze kuvuka mwaka ujao kwa mafanikio makubwa. Mungu, ninaomba siku hii kile ambacho tumeibiwa ilegeze before the end of the year. In the mighty name of Jesus. Ndipo Mungu na Baba yangu, furaha yetu itimilike. Mkono wako uonekane. Watu weke wimbo mpya ndani ya mioyo yao. Wawe wakisema ya kwamba sisi ni wabarikiwa. Katika jina la Yesu. Na kwa sababu ni wewe unayestahili. Nasi tunakutumaini. Kwa sababu utatutendea. Mambo yote ifanywe sambamba kusudi na mapenzi yako. Kwa ajili wewe ndiye Mungu wetu. Tunaomba haya yote tukijua umesikia na utatenda. Kwa jina la Mwana Yesu Kristo, Mwana wa Mungu uliye hai, tunakuomba na kukuheshimu. Amen. 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 Tuiseme neema. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nasi sote leo na hata milele. Shalom. 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 Amen. May God bless you.